Ni katika jina la Yesu tunakushukuru kwa jioni ya leo. Ni wasaa wa maneno yako matakatifu kusikika masikioni mwetu. Ni wakati wa wewe Mungu kufundisha fahamu zetu zipate kuelewa na maandiko. Tupe roho wa ufahamu na maarifa na hekima. Katika kusikia kwetu imani ikapate kuingia na kuweza kutuletea matunda. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unaweza kumsalimia jirani yako, mwambie shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kama tulivyokuwa tumeanza tangu mwanzo, tunazungumzia mambo ya unabii ambayo tunaona yakitokea, na sura ambayo iliyo wazi katika kuitafasiri unabii wa siku za mwisho. Siku hizi tunazoziishi, pamoja na kwamba maandiko yanatueleza ni siku za hatari ambazo upendo wa wengi utapoa, leo nataka nikupe tu mbinu ya kupona au kuitoka katika hatari yoyote ya kutokuweza kuiona siku ile ya parapanda. Nataka nikupe kwa ufupi sana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, mwalimu mzuri anapomfundisha mwanafunzi, nia ya mwalimu anapenda mwanafunzi afaulu. Na anapoonyesha mitihani ni migumu, lakini bado mwalimu anaweka matumaini kwa wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama nilishawahi kuambia hapa, nilikuwa na mwalimu mmoja anaitwa Dr. Jackson kule katika chuo cha Biblia Marekani. Alikuwa mwalimu wetu. Alionyesha kwamba katika wanafunzi anaowafundisha lazima watafaulu, na alituonyesha kama anatutia moyo, lakini alikuja na taratibu za namna ambavyo anataka tusome. Alituletea vitabu vingi vya kusoma, vingine ni vikubwa kuliko maandiko Biblia, na alituletea vitabu vingi ambavyo hata kubebeka vibebeki, na akatulazimisha tuvisome vyote tuvimalize kwa mwaka mmoja. Katika ile hali ya kuangalia tu vitabu na kata tamaa, unaona huyu mwalimu anitaki mema. Unamwazia anawaza nini mimi kusoma mavitabu haya yote kwa mwaka mmoja nivisome? Maana anasema asiyefaulu kwenye mtihani wangu, huyo atashindwa maisha yake yote. Sasa mimi nitawezaje kusoma vitabu hivi alafu nikafaulu? Maana kitabu kingine kina kurasa 900, vitabu vingine vina kurasa 1000, na vingine kimoja tu na kilo zaidi ya 4. Utawezaje kusoma hivyo vitabu? Alafu anakupa assignment uende kwenye library ufanye research kwenye vitabu ambavyo vimeandikwa miaka 1800, urudi ulete majibu. Hakuna mwalimu ambaye alishawahi kuchukiwa darasani kama huyo. Tukimwona na tukijua ni kipindi chake, basi kila mmoja anasikia vibaya. Siku moja ya mtihani, alipokuja kutuletea mtihani wake wa mwisho, Bwana Yesu asifiwe, alikuja na sanduku la makaratasi ya mitihani. Analifungua sanduku, peji zaidi ya 10 za maswali. Sasa unamwangalia, huyu kweli anakuja kunisababisha mimi nije nifeli katika hii masomo yangu. Huyu haizi kutuonea huruma kweli huyu mwalimu. Kila moyo wa mwanafunzi ulisikia vibaya kumwona. Akayagawa makaratasi ya mitihani, alafu tena akatuletea kila mmoja kalamu 1, 2, 3. Yani usidanganye kwamba kalamu yangu ilikataa kuandika. Akatuletea na kalamu. Bwana Yesu asifiwe. Bado pamoja na kalamu anakuambia usije ukafeli, na ukifeli utakwenda kuanguka kabisa maisha yako yote. Mimi ni Professor Dr. Jackson. Tukaona Mungu wewe. Hasa mimi nilikuwa najihurumia sana, maana sijasoma chochote. Maana niliona uvivu wa kusoma mavitabu. Utasomaje?
Walimu wengine huko nao wana mavitabu yao. Huyu hana upendo. Ukweli hakuna mwanafunzi alimpenda kipindi chote cha mwaka. Hacheki na mwanafunzi, haongei vizuri na mwanafunzi, anaonyesha umaridadi, simamia, soma. Siku ya mtihani tulimpenda kuliko mwalimu yoyote. Alipotokea maswali juu, akatuambia kila mmoja aombe. Tukaomba. Tulipomaliza maombi akasema wote mtafaulu. Wote mtafaulu. Sasa akaweka smile. Kufaulu tunatokana na maswali, kuyajibu vizuri. Na wengine hapa, nilikuwa sio peke yangu, mimi sikusoma yote vitabu vyote, nisoma vichache. Akasema hivi, shika kalamu, tumemaliza maombi, aya swali namba 1 tulisome. Tukilisoma swali namba 1, anasema jibu ni hili hapa, andikeni ili jibu hili. Anatupa majibu. Nikasema huyu ndio mwalimu. Huyu ndio mwalimu. Ndio kama zako mwambie ndivyo Yesu alivyo. Haleluya. Sema amen, amen. Akasema kuna atakayefeli hapa. Tukamwambia mwalimu hamna. Tukanunua na mazawadi tukamletea siku ya mwisho. Tukamwambia wewe ndio the best teacher katika masomo yetu, hatuna mwalimu aina hii. Sasa na Yesu naye kuna watu akisikiliza mahubiri ya siku za mwisho hawalali. Wanawaza usiku kucha, ninaachwa, lazima niachwe tu. Yaani sina uwezo wa kuchukuliwa. Mwangalie mwenzako, unaachwa au uachwi? Wangapi wanafikiria hivi nitaenda kweli? Mungu. Unajiombea, usingizi unakatika, mawazo yanakuwa ni mengi. Ukisikia honi ya pikipiki uko unafikiri mparapanda, unasikia unawaza utawachwa. Ni ukweli, hata na mimi nawaza. Lakini kama ni mwalimu ametaka tufaulu, lazima tuweke njia ya kutokea. Sema amen, amen. Kama ni mwalimu anayependa uende ufanye vizuri, ufaulu, uingie mbinguni, hawezi kukuacha bila kukupa mbinu. Sema amen, amen. Na Yesu hawezi kutuacha twende jehanamu bwana. Mgeukie jirani yako mwambie mbinguni lazima niingie. Kwa sababu tunaye aliyetupenda. Naye anasema hataki hata mmoja apotee. Na aliyenipa Baba hatapotea. Sasa hayo maneno nayatoa wapi kama akitupa mtihani? Si lazima tupe na majibu. Sema amen, amen. Muulize jirani yako, kuna majibu unayo au hauna? Mwambie kama hauna usiogope, utafaulu. Haleluya. Hebu nipungie mkono namna hii kama utafaulu, kama utafaulu, kama utafaulu. Kama utafaulu sema amen. Punga mikono kama utafaulu. Haleluya. Sema amen. Ndio jirani yako mwambie kufaulu lazima. Amen. Sasa katika kitabu cha Luka na vingine vingi tu, Bwana Yesu asifiwe, anatoa maelekezo mengi. Anatoa maelekezo mengi kwenye eneo la kufaulu kwetu. Hebu sema lazima nifaulu. Wana wa Mungu sawa sawa. Haleluya. Luka ile 21 ni historia nzima ya unabii. Ni matukio ya kutisha. Ni kusema kutakuwa na shida, kusema kutakuwa na vita, matetemeko ya nchi, kutatokea mambo ya kutisha duniani. Haya maneno yote ukiyasikiliza, alafu usipopata majibu, unaweza ukakata tamaa. Anasema hivi, Bwana Yesu asifiwe. Luka sura ya 21. Haleluya. Anatoa maneno haya matatu, alafu jinsi ya kuyashinda. Amen. Yaani mtihani uko hapa na majibu yako hapa. Haleluya. Sema amen, amen. Nilishawahi kufanya mtihani wa kuendesha magari Marekani miaka ya nyuma sana, nikitaka leseni. Nimejisomea mwenyewe, nimejifunza na nikaendesha gari kwa kujifunza.
nikaingia kwenye darasa la mtihani. Yaani unajisomea nyumbani lakini unakwenda kufanya mtihani. Mtihani ni wa kuandika, mtihani ni wa macho kuona, na mtihani wa mwisho ni wa kuendesha gari. Mtihani wa kuandika niliufaulu vizuri. Mtihani wa macho nilifaulu vizuri. Maana macho yangu yalikuwa ni ya utoto, kwa hiyo inaona vizuri. Sina haja ya miwani. Sasa tukaenda barabarani. Yule kiongozi yule ananiongoza ni mwanamke, mama mtu mzima. Tulipoingia kwenye gari, sheria inasema ya kwanza, ukiingia kwenye gari, ukiwasha gari, ufunge mkanda kwanza. Ya pili, uangalie unapotoka. Kama unatoka kwa reverse, hakikisha side mirror hii na hii ya kushoto na ya kulia unaiangalia, na hii ya juu unaangalia huko nyuma, uhakikishe kuna usalama. Lakini ya mwisho, uondoe kichwa chako uangalie nyuma mwenyewe. Sasa mimi nikawaza kwamba kazi labda ni huko barabarani. Nilipokaa nikawasha gari, kanguruma, nikafunga mkanda, nikamaliza, na ilikuwa lazima nitoe gari kwa reverse. Kwa nikaangalia kushoto, kaangalia kulia, nikavuta kwenye kioo cha juu, alafu nikavuta hivi nyuma. Lakini kabla ya hapo, yeye alikuwa hajafunga mkanda. Nikamwambia, mwalimu, funga mkanda. Nilipomwambia tu afunge mkanda, akanambia umefaulu. Kwa sababu wewe huwezi kuwa salama na huyu aliye jirani yako. Umefunga wewe, yeye hafungi. Kwa lazima uhakikishe ni yule abiria wako yuko salama. Sasa Yesu ndivyo alivyo. Sema amen, amen. Piga kelele, sema amen, amen. Ameshaweka mkanda, ameshaangalia njia ya kutokea. Lakini kama wewe hauko salama, hawezi kuendesha gari. Kwa hiyo anataka wote tuwe salama. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Yule mama kanambia, hatuna haja ya kwenda barabarani, rudi ndani kachukua leseni. Nikapigwa vipicha pale, leseni ikatoka. Nilipofika nyumbani, baba yangu akanambia, umefanyaje? Nikamwambia, super, leseni hii hapa. Akanambia, wewe umefaulu. Akanipongeza sana, maana hakutegemea zile manufa za mjini ningelizishinda. Lakini sijaenda hata huko njiani, nimeshinda hata kabla sijaondoa gari. Mpigie mwenzako, mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Sasa kuna mitihani mingine unashinda umekaa hapo kwenye kiti, unashinda tu kirahisi. Si niko mwalimu hapa nakupa sahihi. Sema amen, amen. Haleluya. Kwenye himizo na uangalifu wa kuangalia tunavyoishi duniani. Kuna changamoto za dunia. Kuna mapito duniani. Kuna mitikisiko mbalimbali ya maisha. Lakini maisha yote yako katika eneo kuu tatu. Maeneo makuu matatu. Kila mtu katika dunia ameumbiwa hivi. Anatamani awe na maisha mazuri. Si ndivyo ilivyo jamani? Hakuna hata mmoja hapa anayetamani apitie magumu. Ni kweli au sio kweli? Hebu mwangalia jirani yako, mwambie, unapenda mapito magumu? Sidhani hata kama kuna mtu anayeyo duniani. Haleluya. Bwana asifiwe. Wale wanaopenda maisha mazuri nipungie mkono namna hii. Yes. Ni Mungu anapenda uwe na maisha mazuri. Maisha mazuri ni mpango wa Mungu. Ule vizuri, uvae vizuri, na ulale na kuamka, na kazi zako za maisha uwe unaziona zinafanikiwa. Hiyo ni furaha ya Mungu. Sema amen, amen. Sijajua kama unajua hiyo ndio furaha ya Mungu. Maana hata Yesu alisema kabisa, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Maana yake anatamani ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. La pili katika mwanadamu. La kwanza, mwanadamu anataka kufaulu. Amen. Lakini la pili, anapenda heshima.
Kila mwanadamu anapenda aambiwe, wewe ni mtu mkubwa bwana, wewe sio mtu wa kawaida. Kila mwanadamu anapenda asifiwe. Hakuna mwanadamu asiyesifiwa. Yaani ukiona hakuna naye kusifu, unajijua tu uko kwenye shida. Lakini watu wakikuangalia, mwenzangu bwana, Mungu amekubariki. Yaani una afya nzuri, umejenga vizuri, wewe ni mtu mkubwa bwana, wewe ni waheshima bwana. Yaani ukipita barabarani unapungiwa na watu wanataka kukusalimia, mpaka naona jinsi kuna kama mimi hapa. Yaani unaona raha. Japo hicho kitendo nacho ni kizuri. Kama vile Mungu naye anapenda kusifiwa. Jamani, hata Mungu mwenyewe haleluya. Maandiko yanasema msifuni, mpigieni Bwana shangwe kwa matendo yake makuu, maana hakuna Mungu kama yeye. Msifuni kwa vyombo vya nyuzi 10, msifuni kwa matari, msifuni kwa kucheza. Mungu anapenda asifiwe. Haleluya. Hakuna mtu asiyependa Bwana kusifiwa. Bwana asifiwe sana. Lakini hata wewe pia unapenda upate heshima, upate sifa. Hata kama hujawahi kuwa kiongozi wa nchi, hata mjumbe wa nyumba 10 ukipata ni sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyekiti wa kitongoji ni sifa nzuri. Pamoja na kwamba ni kacheo, lakini kana sifa. Mheshimiwa, habari asubuhi. Mheshimiwa. Yaani sasa hivi kuna harakati za kugombea mambo ya uchaguzi. Ni mzuri, unakuta watu wanatumia pesa ili akagombea ubunge, udiwani, apite barabarani aambie mheshimiwa shikamoo, mheshimiwa bwana asifiwe, mheshimiwa. Inaleta raha. Geuke jirani yako mwambie, hebu jaribu kugombea chochote na wewe. Hata ujumbe wa nyumba 10 tu omba. Kuna wengine hapa hata maono ya kugombea mahali hawata. Lakini wacha nikwambie, sifa ni kitu kizuri. Haleluya. Na kuwa na mali ni kitu kizuri. Ya tatu ambacho kila mmoja anakikataa duniani, kimoja ambacho watu wanakikataa ni kuishi mazingira magumu ya maisha. Kutokuwa na afya, kutokuwa na pesa. Haya maeneo haya yakikupata, kutokuwa na pesa, kuishi kwa taabu. Yaani unaishi hujui kesho itakuwaje. Unaishi hujui watoto wako watakula nini. Unaishi hujui kama kazi unayofanya utafukuzwa. Kulikuwa na kipindi kizuri sana cha miaka 5 ya John Pombe Magufuli. Kila mfanyakazi wa serikali aliishi akijua anaekewa mpelelezi nyuma. Kwa hiyo anaishi kwa uoga, anafanya kazi kwa asije akatumbuliwa. Anatamani kazi yake isije ikapotea. Analinda kibarua chake. Badala kufika saa 2 anafika saa 1 kazini. Ilikuwa nidhamu ya ajabu. Kila mmoja anaogopa. Halafu tukawa Watanzania wote tunatengeneza kaunda suti ili tuonekane wapelelezi. Kwa hiyo umwamini mtu tena hapa huyu katumwa huyu. Unakuta kila mtu anahangaika namna hiyo. Hujafika hujaonana na bosi, kila mmoja anataka kusaidia ofisini. Unaogopa kutumbuliwa. Unaogopa kazi isiyote ni majani. Ndio jirani yako mwambie maisha ndo hayo. Sasa, haleluya. Katika uangalifu mkubwa ambao Mungu anataka, baada ya kuambia mtini utakapochipua. Katika kitabu cha Luka 21 mstari wa 29 aliposema, tazameni mtini na miti mingine yote, wakati shapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kuwa majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika mwaonapo mambo haya yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu uko karibu. Amin nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata haya yote yametimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Alipoeleza hayo, alionyesha umuhimu wa nyakati hizi kuwa katika hali ya tahadhari. Ile tahadhari, chochote kinaweza kikatokea.
Ile tahadhari anaonyesha saa usiodhania chochote kinaweza kikatokea. Akaongea lugha ya kibibilia. Mkiona ile nchi imeinuka kwa taifa tena, nayo imepanuka kwa nchi kama nchi zingine, mkishaona dalili hizo, changamkeni. Amen. Changamkeni. Changamka maana yake tafuta fursa ya kitu kitakacho kusaidia. Parapanda ikilia tu hivi, au uwe na wewe umeweza kuwa pamoja na wale. Sema amen, amen. Nilimsikiliza Mtanzania aliyekimbia mbio za marathoni juzi kule Japan, akiojiwa. Akasema alishawahi kukimbia mara nyingi, lakini hakuwahi kushinda vile alivyoweza. Akaongeza bidii. Lakini siku hiyo akienda kwenye hizo mbio, aliamua asikimbie. Ila wengine walio karibu naye wakamwambia, hapana, unaweza. Hapana, unaweza. Ingia tu, usiache. Akaingia. Alipoingia, alisikiliza yale maneno, utaweza. Kwa hiyo akakimbia akiwa naamini anaweza. Akajikuta kweli anaenda pamoja na wale wanaosadikika ni wakimbiaji wazuri. Yuko pamoja na wao. Akienda hivi na yeye yupo. Hivi na yeye yupo. Saa ya mwisho akasema, hapa liwalo na liwe. Nitaenda dakika hii ya mwisho nihakikishe ile kamba nimeifikia. Yule aliye mpinzani wake naye akamwona huyu jamaa Mtanzania huyu anayefeli kila wakati, yuko nyuma yake. Kwa yule wa mbele akajaribu kuongeza mwendo. Huko hofu yake, huyu Mtanzania anayeshindwaga anaweza kanipita. Ndipo yule Mtanzania akajua mwenzangu kugeuza kichwa aniangalie kila wakati ni uoga, ni kushindwa, ni dalili za kutokufanikiwa. Akaamua aongeze mbio za mwisho. Pigia Yesu makofi mazuri. Ukimwangalia anavyoenda, anatamani aruke, lakini wapi, miguu mnyanyua juu aende. Akajikuta ameshika ile kamba wa kwanza. Alishinda kwa 0.04. Yaani huyu mwenzake naye yuko 0.05. Ile mwenzako amekupita. Na mimi naamini tunaenda kushinda. Sema amen, amen. Hata kama kwenye hiyo 0.04 tunaenda kuingia mbinguni, na tunaingia kwa ujasiri. Tunasema na sisi tumeshinda. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Ndio maana Yesu anasema uwe katika hali ya tahadhari. Tahadhari ni kuwa macho na kuongeza bidii, kujituma, kujiamsha mapema na kuhangaika kuhakikisha unatafuta uso wa Mungu maishani mwako. Unajituma kwa gharama zote, kwa kusoma maandiko, kujifunza kila wakati, kuomba, kwa sababu ile saa msiodhania yuaja. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo hali ninapoiona, mtu kama mimi sasa, ningelikuwa saizi kwenye mazingira labda mengine, maisha mengine, ningeweza kutafuta pesa, lakini ninajiangalia humu. So hapana. Kama nimeitwa, wacha nikimbie kwenye kazi hii, niifanye kwa nguvu zangu zote. Kama unavyoniona, sipumziki, silali usiku na mchana. Akili yangu kwa mwaka mzima, siku 365 mimi nahubiri. Nafanya bidii. Kile ninachokijua naweza kukifanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Naongeza bidii, naongeza nguvu zangu zote hapo. Piga kelele, sema amen, amen. Na mimi nakusihi, kuna mambo ya kiroho, ongeza bidii maishani mwako. Ile bidii itakusaidia hata kule kuanguka na kushindwa kila wakati, hautashindwa wakati mwingine. Sema amen, amen.
Kwa hiyo Yesu akaweka maneno haya, akasema, "Amin nawaambia," kwa lugha hii, "Amin nawaambia, kizazi hiki hicho cha wana wa Israeli hakipiti." Hakiwezi kumalizika kwa kwenda kaburini kulala bila kuiona parapanda. Hiyo sasa, hiyo na mimi inanipa umakini. Baba yangu alizaliwa mwaka 1930 na yeye mpaka leo yuko hai. Lakini ameandikiwa kwenye maandiko, kizazi hiki hakitapita. Mimi nimezaliwa baada ya mwaka 48. Sintakufa, sintalala mautini bila kuyaona haya yote yakitimia. Anasema Yesu, hakitapita kizazi hichi hata hayo yote yametimia. Kwa hiyo mimi hapa nilipo nina bidii kuyaona ni yapi ambayo yameandikwa, ni yapi yaliyonenwa, ni yapi yanayotamkwa kwenye nyakati hizi. Ninaweka bidii kujifunza hapo. Haleluya. Sema amen, amen. Sasa bidii yangu nikaichanganya na maonyo. Anasema hivi, "Basi jiangalieni, mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Kwa kuwa ndivyo itakavyoajilia watu wote wakaao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu." Yesu anaongea haya, ameeleza ule umakini. Uchukulie kwa umakini mambo haya. Akaenda zaidi akasema, mioyo yenu, nafsi zenu. Kwa lugha nyingine, nafsi ni eneo la mtu alionalo moyoni lenye kumpelekea kupenda kuwa na kitu fulani, kuwa na maisha fulani, kuwa na chakula anachopenda kula. Nafsi inapenda iwe na malazi fulani. Nafsi inapenda ijenge nyumba fulani. Nafsi inapenda kuwa na watoto. Nafsi inapenda kuona watoto wanafaulu. Nafsi inatamani, ni ile kitu kinachotamani kipate kitu fulani, kipate kitu fulani, kipate. Sasa hiyo nafsi ina madai makubwa ndani yetu. Na hiyo nafsi ikishinda kwenye eneo la madai yake, alafu hiyo nafsi isimtake kumjua Mungu, nafsi ikapenda kazi yako, biashara yako, mapato zaidi, alafu isimtake Mungu, ile siku itakupata ghafla. Nafsi hiyo ina nguvu kuliko kitu kingine chochote. Inaweza ikakupeleka kwenye hisia za kwamba sasa ni wakati wa fursa. Fanya kazi, maombi utatafuta mwingine atakuombea hata kwa M-Pesa. Ibada unaweza ukazikosa za kwa ajili ya kwako. Maombi ya nyumbani unaweza usiyazingatie. Maisha ya kusoma Biblia, nafsi inasema nimefanikiwa. Kilichowaangusha wazungu kwenye eneo la siku hizi za mwisho, wamepata kila kitu wakaacha kwenda kanisani. Leo kizazi chao kimeingia kwenye ushoga, kimeharibika, hakina hofu ya Mungu. Leo Uingereza, kusimama barabarani hivi useme Yesu anaokoa, unawekwa ndani. Nchi ya Kikristo na bendera ina msalaba. Nchi ambayo ilitengeneza kanisa la kitaifa Anglican, leo ukihubiri barabarani unafungwa miaka 2. Leo ukisimama mahali wewe unafanya maombi tu, umejinyamazia wala ufungui mdomo, polisi wanakuuliza swali, uko kwenye maombi? Ndio. Pingu gerezani miaka 2. Ni nini imetokea? Wamefanikiwa sana, alafu mambo ya rohoni wakayaweka chini.
Leo hii makanisa mengi nchi za Ulaya yanashurutisha ndoa za jinsia moja. Mambo ya rohoni ya wokovu yamemezwa na nafsi zao, nafsi zilizoshiba mali, nafsi ambazo hazina matatizo ya nyumba ya mahali pa kulala, nafsi ambayo hamna tatizo la chakula. Ukijisikia kama una tatizo la chakula, ukilala barabarani, ambulance hiyo, gari ya polisi hiyo, fire inakuja, wanataka kujua huyu aliyelala hapa ana shida gani. Kila kitu anahudumiwa. Wengine wanaenda kabisa mpaka anafululiza kwenye nchi zingine. Kwa mfano, kuna nchi sasa hivi wanaume hamna, wadada ni wengi. Wengine wazee ni wengi, vijana ni wachache. Serikali inatoa ofa, ukioa mwanamke kwenye hii nchi tutakupa $1,000 kila mwezi. Nchi zimefanikiwa. Ukipata mimba kama mwanamke unalipwa mshahara wako, na mtoto aliyetumboni analipwa mshahara. Hizo nchi sijui tukimbilie huko. Muulize jirani yako, unachelewa wapi? Waliona watu wanapungua sana, wakaamua kuleta wakimbizi waingie. Wanalipwa nyumba bure, chakula bure, kila kitu. Mpaka wengine wanaongeza wanawake, zaeni. Tunataka nchi siwe tupu. Utajiri ulizidi, mali ilikuwa nyingi, mpaka wanafika mahali hawana mawazo ya bajeti ya barabara. Barabara ni nyingi mpaka kuna magari. Sisi huku saizi ndio tunawaza tutengeneze barabara. Sisi sasa hizi ndio tunawaza tupeleke maji nyumbani, kila nyumba kwa nyumba. Sisi sasa hivi tunawaza umeme kila kijiji. Sisi sasa hivi tunawaza dispensary. Wao walishaondoka huko, hawana hayo. Hiyo sio swala la bungeni hilo. Sisi mabunge yetu sasa hivi tunawaza umeme, barabara, afya, shule. Mungu mpaka leo kuna watu ambao shuleni wanaenda, watoto hawajavaa viatu. Wanaenda hawana madaftari, anapigwa na mvua, daftari analo limoja linaloa barabarani. Hajui hata mwalimu atampokeaje leo. Hii dunia, tuko dunia nyingine. Mwangalie jirani yako, mwambie wewe ulisomaje zamani? Kuna watu wakikwambia jinsi walivyokuwa wanaenda shuleni hapa, huwezi amini. Ndio huyu leo amekaa hapa, ana afya yake na amejenga nyumba. Haleluya. Nani sikiliza hapa. Umuhimu wa Yesu anachotaka mimi na wewe, umasikini usikuvae ukashika hisia zako mpaka nafasi ya kumtafuta Mungu kakosa. Utajiri ni mzuri, lakini usikuchukue nafsi yako kakupeleka. Hivi unajua matajiri hata wa hii kanisa hawaji, wanakuja Jumapili peke yao. Alafu unaimba kwaya, ukafanikiwa, ukafungua hardware 1, 2, 3, unaagiza mizigo kutoka China. Kwani utakuja kuimba kwaya tena? Uimbi, unauliza tu kwaya, mimi nitakuwa mlezi. Hii maisha. Mimi napenda pesa kuwa nayo. Lakini pesa, maandiko yanasema hiyo pesa nayo inaweza kawa ni chanzo cha kukuondoa katika imani. Mali ni nzuri. Nachompenda Mungu haiwezi kutunyima mali. Sema amen, amen. Mungu anataka watu wafanikiwe, lakini basi uwe na moyo, nafsi inayoweza kustahimili vishindo vya pesa. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja Mnyakyusa, sasa hivi amelala. Huyu jamaa alianguka na ndege hapa Mbeya. Kipindi fulani kuna ndege iliangukaga ikamuua waziri Akukweti, sio Akukweti, na kuna ndugu mwingine alikuwa mle ndani. He was my partner katika imani, na tunatumika pamoja mimi na yeye. Yule jamani wa aina yake sijawahi kuona Mnyakyusa wa aina hiyo. Hapa Tukuyu hapa. Yule bwana maisha yake, alisoma sana, alipata elimu za juu, akafika mahali amerudi Tanzania, hapati kazi.
ana elimu Uingereza huko, kasoma degree zake za kutosha za mambo ya maendeleo na nini, lakini hakupata nafasi katika ofisi yoyote. Kwa hiyo akaishi kwa uchumi mgumu na degree zake za heshima anazo. Mkewe akawa amepata kazi. Kwa hiyo mama yeye ana ajira, mume hana ajira. Kwa hiyo maisha mama anayeendesha sio mwanaume. Maendeleo ya nyumbani ni mama, baba. Mpaka ikafika ile heshima ile ikashuka. Tukashirikishana maombi. Nikamwambia mtumishi, kuna kufaulu, utafaulu tu. Nikamwambia njia ya kutokea hapa, first of all, mwambie Mungu nipe moyo wa kushika utajiri mkubwa. Nisije nikashika nikakuacha. Nipe huo moyo kwanza. Akaingia kwenye maombi ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Liliingia maombi ile jamaa, linaomba, likaomba. Mungu akashuka kwenye maombi yale. Akaanza kumwambia chukua kalamu na karatasi, anza andika haya mambo. Kwa hiyo akiwa huko utafikiri alikuwa ni Musa. Maana Musa aliandika vitu akiwa kwenye mlima huko. Akaandika peji 900 za mambo ya maendeleo ya nchi maskini na jinsi ya kumtoa mtu maskini kutoka katika umaskini wake. Akaambiwa na Mungu, peleka hizi peji, hiki kitabu, peleka kwenye shirika la Umoja wa Nchi za Ulaya. Hana nauli ya kwenda Dar es Salaam, hawezi kupata, nani atampa? Tukajitangisha, tukampa, akaenda. Akafika Dar es Salaam, akapeleka kile kitabu. Ninachofurahishwa, watu wa Umoja wa Nchi za Ulaya wakakisoma kwanza, wakakiangalia, wakamuuliza nani ameandika? Akamwambia mimi nimeandika. Hafanani, ukimwangalia nje hivi. Unaweza ukawa na akili za kutosha, lakini tukikuangalia hivi hauna hata sababu ya kusaidiwa wewe. Wewe watoke kupa hela wewe, tunakupima kwa nje, lakini una neema unayo. Wakamwambia ni wewe ndio. Unalala wapi? Niko kwenye hoteli Manzese ya shilingi 15,000. Mwenye akili namna hii. Wakamchukua, wakamhamisha, wakampeleka hoteli ya hali ya juu. Walipompeleka hoteli ya hali ya juu, wakampa pesa, wakamwambia nenda tafuta nguo, suti nzuri, viatu na nini. Sasa ni mtu ambaye amekaa Uingereza, anajua. Akaingia kwenye maduka, akatafuta, kesho yake akapendeza. Akakaa kwenye kikao tena na wao. Sema sasa unafanana na mtu mwenye akili. Sasa tuzungumze sasa. Tunakichukua hichi kitabu, tunapeleka kwenye Baraza la Umoja wa Nchi za Ulaya. Wakipitisha tutakuita. Akasema sawa. Akapewa pesa za kukaa Dar es Salaam, asubiri hicho kikao. Pesa za kumtosha tu. Naye akaanza kuona maisha yanabadilika. Lakini hajaacha kuomba. Sema amen. Akaona ametumiwa tiketi, ametumiwa pesa za kusafiri. Akaondoka kaenda Italy. Kule Italy, Baraza la Umoja likamwambia hivi, maneno haya uliyoandika ni ya mtu wa hali ya juu sana mwenye uwezo wa kufikiria jinsi ya kumtoa maskini kuingia katika utajiri bila mateso, kusaidia serikali za nchi maskini kuweza kuweka watu wake kwenye vipato vya kati. Wakamsifu. Wakamuuliza sasa, huu mradi tukianzisha, hatutaki tuanzishie Tanzania. Tunataka Afrika nzima, tunataka mpaka India, tunapaka nchi maskini zote. Je, unaturuhusu? Akasema niko sawa. Sema sawa. Sasa miradi tutakayofungua kwenye nchi, wewe una uwezo gani wa kusimamia? Akasema nilivyoandika na uwezo wa kusimamia. Una uwezo wa kusimamia hela? Akasema sana tu. Huko wakampa pesa. Na mimi nafurahia sana. Mungu akupe pesa kwanza tukuone. Haleluya. Sema amen. Tunataka tukuone ukipewa pesa. Utarudi kanisani au haurudi? Maana hii naye ni changamoto. Yule bwana akapewa nafikiri millions.
Akanunua vifaa vya kazi, akanunua magari ya injili, akanunua speaker za injili, akanunua na nini, akanunua. Wakamuuliza, umetumiaje? Akasema, hizi ni kwa sababu ya kazi ya Mungu, hizi ni kwa sababu ya miradi yangu. Akamwambia, sasa hujaenda disco, hujaenda kula life na Akasema, hapana, mimi sina hizo shughuli. Walipomwona ana miradi kichwani, ana mipango mizuri kichwani, ndipo akarudishwa Tanzania. Ofisi yake ikatangazwa kufunguliwa Arusha. Aliyekwenda kufungua ni Waziri Mkuu Sumai. Ofisi kubwa ya heshima, magari zaidi ya 100 mapya yameletwa. Miradi inaanza. Miradi imeenda vizuri. Kumbe li jamaa lilimwomba Mungu. Sasa mimi sitaki niombe maombi hayo. Haleluya. Huyu jamaa akamwomba Mungu hivi, nipe utajiri, nipe mali, nipe nikutumikie, nipe nikutumikie. Na ukishanipa za kukutumikia, nitakutumikia miaka hii, alafu nichukue niingie mbinguni. Mimi siwezi omba hiyo maombi. Ninapoongea na wewe hivi, alikuwa anaongea na mimi, anasema haya maneno tunarekodi kwenye video. Nilikuja mpaka nyumbani kwao. Nikaona mpaka na nyumba, akamjengea mama yake, akajenga, babake alikuwa hayupo, ameshafariki, akamjengea, akamtengenezea vizuri, akajenga nyumba nzuri Arusha ya kufaa, akanunua gari nzuri, akanunua makatapila na nini, akaja akaniambia, sasa bwana, wakati wangu wa kuondoka umefika. Unaenda wapi? Mimi naweza kumshukuru. Unaenda kufanya nini? Sasa ndio maisha yanaanza, alafu Mungu, mimi sitaki kama ya huyu mtu. Yaani mimi si ningemwambia Mungu nimeahirisha yale maombi. Hivi unajua maana ya hela? Nyie watu mlioka hapa, sijui kama mnajua hela. Huyu bwana akifanya mfuko huu ni dola, akifanya mfuko huu ni dola. Yaani ukimwomba 10,000 anakupa laki. Sasa huyu jamaa ni wakufa huyu. Alafu ananiambia, bwana, nilishafanya maagano na Mungu, sasa mimi naondoka zangu. Na alikuwa amenipigia simu nikiwa Nairobi. Nilikuwa na huduma, akaniambia, njoo haraka, kuna jambo la muhimu. Tunataka tumshukuru Mungu kwa kazi tumefanya mwaka mzima. Tumshukuru Mungu. Alinipa mpaka benzi refu mpaka pale. Nikiendeshwa huko ndani, utafikiri waziri mkuu. Naendeshwa na mzee wa miaka 70 na amevaa suti, amevaa na gloves. Alafu mimi nakaa huko nyuma hivi. Ananiambia, pastor, usiende na magari mengine, nenda na benzi, nenda na benzi. Alimpenda Mungu akiwa nayo. Alimheshimu Mungu akiwa nayo. Aliendelea kuwa mdogo mbele za Mungu na kunyenyekea akiwa nayo. Mpaka anajua kabisa mimi saa ya kuondoka imefika. Akamwita mke, akamwambia, mama, mimi naondoka naenda zangu na kuja huku Mbeya, ndege, Mungu wangu mimi nililia, Mungu ameondokaje huyu? Sasa ndio kazi ya yeye alitamani mbinguni zaidi. Hakuona utajiri na mali alizonazo. Alimwaza Mungu zaidi. Kuna maombi mengine mimi naomba, naomba wewe upewe hela kwanza, ujaribiwe. Haleluya. Wangapi wanapenda wajaribiwe na hela kwanza? Wewe ujaribiwe tu, Mungu akupe, alafu tuone kama utaendelea na kwaya. Hawanyanyui mkono. Unataka tukujaribie na matatizo haya? Nyanyua mkono kama unataka matatizo tukuombee. Wako wa matatizo wanapunga mkono. Fanya hivi. Haleluya. Sema amen, amen. Mwambie tu Mungu, naomba nipe kiasi ninachoweza ili nisikuache. Haleluya. Huyo baba huyo siwezi msahau duniani. Yaani tunaenda Dar es Salaam kwenye mazishi. Viongozi wa nchi hawajaamini. Lakini ameondoka. Akasema, naondoka mimi, naenda zangu. Mzee, unaacha gari, unaacha mke, unaacha watoto. Akasema, nilishapatana na Mungu, wakati umefika. Only 3 years. Wewe sikiliza, mimi namwambia, mimi naweza omba hiyo maombi ya kwako yakazuiliwa. Akasema, hamna, kule ni bora zaidi. Akasema, hiyo ngumu, hiyo ni ngumu hiyo. Mimi sikufichi, nilijaribu kufunga hiyo miradi ya maombi ya kwake aliomba, zuia kwa jina la Yesu. Kandege kakadondoka si wapi huko. Sasa inauma. Iliniuma. Lakini bahati nzuri ameacha huduma
bado inaendelea, na familia yake inaendesha huduma vile vile. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Na familia iko vizuri. Mungu amembariki yule baba na watoto wake. Na mimi natamani iwe hivi. Sema amen, amen. Tuko kwenye nyakati ngumu. Anasema jiangalieni mioyoni sije kalemewa. Nafsi ikapenda dunia kuliko kuikataa ile mbingu. Yaani dunia inaweza kukuvuta kuliko kawaida. Kama sasa hivi siku hizi tunazoishi, utakuta watu wanashika tu simu usiku kucha halali. Vitu anavyoviangalia sijui kama anaviona ni vitu vya maana. Anamaliza bando kwa vitu ambavyo havina msingi. Embu Mungu akupe kujifunza. Akupe moyo wa neno. Anasema hapa hivi, kesheni ninyi kila wakati, manake kujifunza. Kujua majira na nyakati tunazoziishi. Tena anasema mkiomba. Huyu ni Yesu anatusaidia. Haleluya. Yaani vitu hivi viwili, ongeza spidi. Omba na mkee katika hali ya kujifunza. Siku ile itakuja isije kawakuta ghafla. Maana ndivyo itakavyotokea wote wanakaoje uso wa dunia na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Tafuta muda na Mungu, tafuta wakati. Shusha maisha yako chini, tafuta Mungu. Usiwe bize sana na utafutaji alafu muda na Mungu hauna. Usiwe muda na marafiki na Mungu hauna. Usiwe muda na utaka mali na muda na Mungu hauna. Ndugu zangu, hizi ni nyakati ngumu zinazoweza kukutoa kwenye njia iliyo sahihi. Yaani punde hivi haupo. Nina wengi naongea nao kwa simu, wengi sana. Bahati nzuri neema Mungu kwenye mafundisho haya ninayohubiri, wanaonisikiliza wengi wanaambia mtumishi, niombe toba. Nilisharudi nyuma. Nilikuwa mtumishi nikarudi nyuma. Nilikuwa nahubiri nikarudi nyuma. Mchungaji mmoja, naenda kumalizia. Mhubiri mkubwa sana. Sikuwahi kumjua mimi kwa karibu. Sikuwahi kumfahamu kwa kuongea naye, wala hajawahi kuniona. Lakini alikuwa na heshima kubwa sana. Watu walikuwa wanamuona Mungu anavyomtumia yule bwana. Ishara na miujiza. Sijui ni wapi alipita. Akaja akajikuta ameanguka chini kwenye imani. Akaporomoka, akawa anakunywa. Akafika mahali hawezi kuhubiri, akafilisika. Ndoa ikaribika. Maisha yakawa magumu, akaanza kuuza baa. Tena anaenda kuuza baa pale mahali pa kuchomea nyama pale. Kwenye kuchoma nyama pale baa, yeye ndo anakaa pale anachoma. Choma kilo moja wewe, choma kilo moja wewe, choma nusu. Yeye ndo amekaa pale. Siku mimi naenda katika huo mji, natafuta mahali pa kula, nikakuta harufu ya nyama. Nikasema ngoja niingie hapa nile nyama choma. Maana mimi mtu Arusha ni mtu wa nyama choma. Nikaingia kuangalia nyama, kumcheki huyu bwana. Akasema, "Mbona huyu ni yule mhubiri?" Nikamwambia tengeneza kilo moja, weka na ndizi, leta kwenye kiti. Alipokuja kwenye kiti akaniletea nyama, nikamuuliza, "Bwana samani bwana, hii kazi inakulipa wewe?" Akasema, "Sio nzuri, lakini hivyo maisha ni magumu. Ukimwangalia unamhurumia kabisa. Amekonda, alikuwa na afya nzuri." Mbona sasa sikiliza bwana, mimi niko tayari nikuajiri. Nitakulipa mshahara mkubwa zaidi ya ukaa hapa. Akasema, "Kweli? Nitashukuru sana kaka bwana. Maisha magumu sana." Nikamwambia, "Sasa fanya hivi." Na ni mkubwa kwa umri kwangu. Anaweza kawa alinizidi zaidi ya miaka 15. Nikamwambia, "Sasa sikiliza hivi. Kuanzia kesho mimi na wewe tutafuatana. Unazo nguo nzuri za kuvaa?" Akasema, "Sina." Nikamwambia, unaweza ukatununua nguo?" Akasema, "Ndio." Nikampa pesa za kununua nguo. Akaenda kanunua nguo, akaja mbele yangu amependeza mpaka uweze amini ni nyama choma huyu. Nikamwambia, "Sasa kazi utakayofanya wewe, utanisindikiza mahali popote ninaenda. Mimi ni mtu wa kufundisha wafla mbalimbali za Tanzania nzima. Kwa hiyo tutaenda mimi na wewe kila mahali." Akasema, "Sawa baba, mimi niko tayari." Nikamwambia, "Nitakulipa kiwango hichi cha pesa." Akasema, "Yaani mimi sitakuacha." Trip naenda hiyo, nilipomtoa hapo nilimpeleka mahali hivi. Akakuta tunaingia kanisani.
Akaniambia mbona tunaenda kanisani? Nikamwambia ndio huko. Unafundisha kanisani? Nikamwambia kabisa. Mimi ni mwalimu sana kwenye makanisa Biblia hizo. Okay, sikujua. Kwa hiyo wewe ni mhubiri? Mimi ni mhubiri. Si unaona matangazo yangu kila mara. Mbona ukiniambia tangu mambo? Nikamwambia haina sababu ya kuambia kati mimi nataka ufanikiwe. Tukaingia ndani. Tumekaa kanisani. Mwenyeji ananisifia. Atakapoinuka mtumishi wa Mungu, tutashangilia. Nikamwambia lakini mwenyeji usimuinue huyu, maana huyu naye amekaa pale amebeba Biblia zangu ananisaidia. Naye akajua simjui. Kwa hiyo nikainuka sasa. Ile saa ya kuinuka, nikasema Mungu amenipa mhubiri mkubwa kuliko mimi. Na nimefuatana na mhubiri wa kimataifa. Akajua namsema yeye. Akaweka kichwa chini akaanza kulia. Kumbe akiweka kichwa chini hivi anatubu, Mungu naomba nirehemu. Saidia. Anatengeneza na Mungu. Mimi sijasema ni muuza nyama. Mimi sijasema yeye alianguka. Mimi nasema huyu ni mtumishi sijawaiona. Leo atahudumia watu, ataombea watu, watu watafunguliwa hapa. Jamaa kumbe linatubu. Wengine wakimwangalia anajua yuko kwenye maombi ya kushusha upako. Kumbe jamaa anatoba. Nilipomwambia asimame, ameshika microphone analia, kanisa likaanza. Watu nao wanaanza kulia. Akawauliza mnalia nini? Wakasema tunaona uwepo wa Mungu, tunaona nguvu za Mungu zinashuka. Akaambia mimi hapa nalia natubu. Na mimi natamani iwe hivi. Sema amen, amen. Hata na wewe uliye chini kabisa, wacha mkutano ukuinue. Pamoja na kwamba hakuna anaye kusamini tena, au hakuna mtu anaye kutaka tena, lakini bado yuko yule anayesema sitakupoteza. Sema amen. Nataka uinuliwe tena. Pamoja na kwamba maisha yamebaki ni wewe mwenyewe. Maisha ni wewe unayeona magumu, hakuna mwingine anajua kwamba unapitia wapi. Wacha nikwambie hivi, unaweza ukainuka tena. Unaweza ukasimama tena. Unaweza ukafanya mambo makubwa zaidi. Sema na mimi amen. Kabla nako kanakimbia, inakuwa kama mtu amenekea saa pale. Yaani nimeambiwa tu saa 12 imefika, maliza haraka. Hizi saa nazo za kuhubiri hizi, kwa nini tunapewa saa za jioni tu? Tungepewa asubuhi tumalize mpaka usiku. Nilishawahi kuhubiri Moshi pale Kilimanjaro. Nilihubiri mkesha usiku Ijumaa mpaka Jumatatu asubuhi. Hakuna hata mmoja alijua kuna giza limeingia au mchana umeingia. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu asubuhi tunaamka, tunatoka kwenye mkesha, tunajua kwamba ni Jumamosi, kumbe ni Jumatatu. Moshi pale Bomang'ombe. Sijui kwa nini Mungu asinipo upako tena. Tuvuke hapa, tukae hapa. Muone iliko jua kumbe giza limeshaingia hapo nyuma hapo. Nyinyi hamjui. Mungu maneno ya Mungu yana raha. Sema amen, amen. Hebu weka mkono kifuani, sema Bwana Yesu, niinue tena mara nyingine. Ninachozungumza hichi ni kwa sababu natamani kwenye eneo lako la maisha uinuke pale ulipo. Kwenye eneo lako la uchumi uinuke pale ulipo. Lakini katika kuinuka usibaki mbali na Mungu. Rudia karibu na Mungu zaidi. Ukipata unaona yanakuja mikononi ya kutosha, kimbilia kwa Mungu zaidi. Sema amen, amen. Wako marafiki zangu. Mmoja alikuwa mzee wangu wa kanisa. Namalizia. Mzee wangu wa kanisa kabisa. Wa kanisa kabisa. Alikuwa mwanajeshi mstaafu. Akaenda Mererani kuchimba mawe. Kaenda kuchimba mawe, anatembea na ndala mbili. Ndala moja ya blue, nyingine nyekundu. Hana uwezo wa kununua kiatu. Nikamwozesha tena mimi, alikuwa hata kwa hawezi. Maisha magumu. Aliachaga jeshi. Kwa hiyo Mungu akatusaidia, tukapata mtu mmoja rafiki yangu, akachukua vijana wa kanisani kwangu, akawaingiza kwenye mgodi wake wa Mererani. Wale vijana wa kule kanisani wadogo, vijana wa miaka 20, 23, 24. Wakawa wanafanya kazi kule, wanapata madini, wanakuja kanisani, wanamshukuru Mungu, wanatoa na sadaka zao vizuri, wanafuraha. Nikawauliza siku moja, mzee vipi mnamuona? Akasema mzee amekuwa milionea. Yaani mzee wangu kanisa amekuwa milionea.
Kweli Sasa pastor, hujamwona wewe? Sijamwona, huyu ni mwezi mzima hajakanyaga kanisani. Sasa mchungaji, yule bwana sasa hivi yeye ndio yuko kule, madini yakipakuliwa yakitoka kwenye chungu, yeye ndio anayepakua yale madini pamoja na wenye mgodi. Tena yeye hapo alipo sasa hivi hakuna mtu anaweza kumfikia, maana tajiri amemwamini. Okay. Waliponiambia wale vijana, mchana kama saa 7 ghafla nakutana naye barabarani. Huyu anaendesha baskeli, ni mchafu, hana hata dalili ya kuwa na pesa. Akashuka kwenye baskeli, akanifanyia saluti, akanambia kamanda, kamanda, kamanda. Ananitaga kamanda. Nikasema, kamanda vipi kanisani uonekani? Vipi kamanda? Akaniambia, bwana, matajiri wangu wamekuwa wakali, hawataki nitoke kazini, matajiri wamenizuia. Nikamwambia, lakini siku napata? Akasema, kwa kweli sina hata shilingi 10. Hujafanikiwa? Akasema, hata 10 pastor. Nikamwambia, nakuja nyumbani tuombe leo. Haiwezekani. Wale vijana wadogo wanapata, wewe upata. Akasema, wale bwana, si mchanga ukimwagika kule wanaokota kota wanapata riziki. Mimi nalindwa kule. Kweli inaweza kuwa ni shida. Nikaenda saa 1 nyumbani kwake. Nyumba yake ilikuwa haina umeme. Nilipofika nyumbani kwake, nikakuta pikipiki 3 zimepaki nje. Zile pikipiki na hakuna mwanga, nikawa nasikia maneno ya matusi makali. Watu nikajua huyu baba amevamiwa. Kwa hiyo nikaenda kwa kujificha, niangalie majambazi wakoje. Nachungulia hivi mbona sio majambazi? Ni wale wenye mgodi wanaomiliki ule mgodi. Lakini wamekuwa wakali. Wanaambia, unaleta mawe yote uliochukua. Yote. Kwani mzee ana mawe? Si aliniambia mchana hana. Kwa hiyo nimekaa gizani, wao wako ndani na taa ya chemli. Na waangalia, wameshika mapanga makubwa. Mke wake akaona mume wake ataumizwa. Akaambia, baba, wape tu. Baba alikataa kutoa. We wape. Wakaenda ndani, chumba cha kulala. Nikaenda, nikachungulia dirishani. Nikaona mzee ameleta mfuko wa madini. Yamejaa mawe. Mke wake akamwambia, toa hii moja, kubwa kama hii, zaidi ya hii microphone. Acha hii hapa, tuwape wengine yote. Huyu mzee ameniambia mchana hata 10,000 hana. Okay. Wakaleta ule mfuko, wakabidhi wale jamaa. Wakafungua pale, wakaangalia. Wewe iko wapi ile jua kubwa? Kumbe wanajua ilikuwepo kubwa. Yule mzee akasikia pa ya mgongo, leta. Mama akasema ipo. Akaenda akachukua kabatini, akaleta. Ilipowekwa hapo, wakaangalia, wakasema, leo uliuza mawe kwa Tadei. 1,300,000 iko wapi hiyo pesa? Kumbe saa ile naongea naye mchana, ana 1,300,000 ameweka kwenye suruali humu ndani. Akawaambia, jamani, 1,300,000 nilipata, lakini nimenunua bati za shilingi 200,000. Leta hiyo ila ilibaki 2,208,000 ikaekwa juu ya meza. Ilipowekwa juu ya meza, mimi nikaingia, maana wale matajiri wananijua na mimi ni mchungaji. Na ni marafiki zangu. Nikaingia. Nikasema, wewe nani? Nikamwambia, mimi pastor. Akasema, pastor, wamelewa, pombe iko mpaka hapa. Nikamwambia, nimeona kila kitu. Toeni 10 cha Bwana kwanza. Nilipoambia watoe 10, yale mawe yakaekwa tena juu ya meza. Nikachotewa chwap. Nikapewa mkono. Nikamwambia, nimeona ile hela. Wakafanya hivi shop, ikatoka milioni juu. Nikapewa. Nikasema, Bwana Mungu, wabariki walevi hawa. Waongeze. Mzee wangu wa kanisa amekaa hapo, haelewi kinachoendelea. Tukatoka na hawa jamaa, wametoa 10 na wamelewa. Mzee wa kanisa mpaka leo ninavyokuambia hivi, anatembea na ndalabili aina. Kuna watu wakipewa hapa, Mungu hawamjui. Na kusii usimwache Mungu. Sema amen, amen. Sasa hivi yuko kwenye maombi kweli. Mungu afungue milango, haifunguki. Inafungukaje wakati ulimdharau, wakati umepata? Labda tutakaoenda kutubu leo. Simama pale ulipo.
Ninatamani Mungu akuinue at least. Amen. Angalau akupandisha mahali pa. Lakini kama utabadilika, akushusha chini pa. Ukome sawa sawa. Yaani mimi nikuombea ufanikiwe umwache Yesu, haitawezekana. Lakini ninataka ufanikiwe sana. Na hapo uongeze bidii, uombe na kujifunza na kuabudu na wengine. Sema amen, amen. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Wangapi wanasema hata angalau mara moja Mungu aniinue zaidi tena? Hebu nyanyua mkono juu namna hii. Nyanyua juu mkono, sema Bwana Yesu, naomba rehema. Hata mara moja tena niinue zaidi. Niinue sana. Sintakuacha. Katika jina lako Yesu. Amen. Hebu shusha mkono. Unajua hayo maombi yamejibiwa. Hivi unafahamu Mungu ameshanisikia hayo maombi uliyosema naomba rehema niinue tena. Sasa namsihi Mungu anaenda kukuongezea mahali ambapo ulikuwa huwezi kufika, utafika. Sema amen. Na ukifika vuta na watoto wako kwenye imani. Ukifika vuta na marafiki kwenye imani. Ukifika huko kwenye mafanikio vuta na masikini, walete kanisani, waambie watu twende tumjue huyu Mungu aliyeniinua. Sema amen. Inatakiwa iwe hivyo. Na nikusihi usiwe kama mzee wangu. Ukifanikiwa utazishika. Ukigoma kwa mtumikia Mungu, Mungu atatuma watu watatu kama wale jamaa. Mnanisikia? Ninaingia na Mungu na mapatano na wewe. Nimeomba Mungu mchana wale. Mungu ameniambia nizungumze na wewe haya. Anakuinua, sema amen. Sema kwa sauti amen. Anakuinua. Hata kama zimebaki saa chache kabla parapanda ijalia. Wacha kuinua tangalau na wewe uone raha. Hacha kuinua na watoto wako watawasikie furaha mahali. Hacha kuinua na wewe umelala mahali kwenye nyumba yako mwenyewe. Hacha kuinua hata na wewe umefungua biashara yako kubwa mahali. Sema amen, amen. Na akikuinua, maombi ya saa 12 asubuhi ulikuwa unafanyaga zamani kabla una hela, usiache. Mnanisikia? Ukiacha tu wale watatu. Geukia jirani yako mwambie wale watatu watakusubiri. Na wale walevi nilipewa mawe ya milioni 10 mkononi. Na milioni 1. Ni ajabu, milioni 10. Alafu asubuhi wakanipita na pikipiki. Wamepata mawe mengine usiku ya kutisha. Wewe pastor wewe, Mungu amefanya. Walevi wanasema Mungu amefanya. Wewe ni nani wewe? Ngeukia jirani yako mwambie mlevi anasema Mungu amefanya. Wewe ni nani? Unamgomea Mungu wewe hasa wewe ambaye hata baba yako na mama yako walikuzaa kanisani wakakuombea ufanikiwe, alafu leo unamwacha Mungu. Mungu nijibu maombi leo. Nisikilize vizuri. Hata kama umeshapita umri wa miaka, Mungu angalia uso wako na uzee. Mnanisikia? Mungu ajali umeshazeeka. Kuna watu walipewa kazi kwenye Biblia asubuhi, na kuna mwingine alipewa magharibi. Jua linalala hivi, anaanza kazi tu hivi. Kazi fungeni, mshahara anakula yeye na wale wa kwanza. Nakwambia hivi, wako watakaofanikiwa ujanani, lakini wewe pamoja na kwamba umeingia kwenye kazi uzeeni, na hautakuwa na njaa hapo uzeeni. Utayaona tu matunda yale ya waliosota kuanzia ujanani. Hebu inamisha kichwa. Weka mkono kifuani. Sema Roho Mtakatifu, katika maneno haya sitakuacha. Nitakesha kila wakati na kuomba ili nipate kuokoka na mambo yatakayotokea, nami niweze kusimama mbele zako. Tangu sasa kinywa changu kitaongea maneno yanayokuhusu. Sitanyamaza,
Nitawashuhudia watu matendo yako na kuwashuhudia watu wa mataifa ya kwamba wewe ndiye Mungu uliyenibariki. Wewe ndiye uliyeniinua. Hata katika nyakati hizi ngumu hautaniacha. Wakati wangu umefika, nami nitakutumikia. Ukiwa umeinamisha kichwa hivyo hivyo, usitoe mkono kifuani. Ombi moja tu naloliomba. Mungu niinue. Niinue tena. Niinue zaidi ya mwanzo. Niinue aibu iliondoke kwangu. Niinue watoto wangu wasiteseke. Wakati unainamisha kichwa. Baba, haya ndiyo maombi katika moyo wa mtu huyu. Haya ndiyo majibu katika moyo wa mtu huyu. Wewe ndiye Mungu. Hauwezi ukamwacha mtu huyu akaibika. Hauwezi ukamwacha mwanamke huyu akaingia kwenye aibu. Wewe utamvalisha heshima, utamvalisha utukufu mkubwa. Kama ulivyosema utukufu wako wa mwisho ni mkuu kuliko wa kwanza. Basi muinulie muujiza huu na nyakati hizi ngumu. Asilale kwa aibu, asitoke malangoni mwake kwa aibu, asiishi kwenye mazingira magumu. Muinulie muujiza anaotamani sahihi. Muinulie. Muinulie Bwana. Muinulie Masihi. Muinulie. Umewainua wengi. Umewatendea miujiza wengi. Umewafanyia yasiyowezekana. Umetenda maajabu kwa wanawake wengi na wanaume wengi. Wengine walikuwa wazee hawakupata watoto lakini walipata watoto. Baba, kuwepo na muujiza mkubwa. Katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Tuseme amen. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri. Ninaenda kumaliza mkutano huu. Nimekumbuka kwamba tunaenda kufika mwisho wa mkutano. Na kanisa tunatamani tukimaliza mkutano tutoke na furaha. Sema amen, amen. Neema hii iende pamoja na wewe. Nitakugawia bahasha sahihi utakayoenda nayo nyumbani, na utamwomba Mungu, utamsihi Mungu kwenye sadaka yako. Utamwambia Mungu, kama uishivyo, sadaka hii iwe sababu kubwa kwangu kukushuhudia kwa mataifa. Sema amen, amen. Kwa hiyo ninaenda kukupa envelope hizi na ninaenda kuziombea. Wakati naiombea utakuja wewe mwenyewe hapa mbele kuichukua. Ukija kuichukua, naomba hivi uwe makini. Mimi ni mwangalifu sana kwenye sadaka. Niliwaambia mwaka jana hapa, nilishawahi kutoa hata gari. Nilishawahi kutoa nyumba yangu mimi mwenyewe. Nyumba kabisa nimejenga mimi, ya kwanza ya kwangu Tanzania nilojenga mimi. Niliwahi kuitoa sadaka ili kumsaidia mchungaji apate mahali pa kukaa. Nikatoa gari ili kajenge kazi ya Mungu, kajenge kanisa. Natamani kile mimi nilichokitoa nimekiona leo. Yaani hivi ninavyoishi, sijui nichague ni gari gani la kutoka nalo. Sahihi, sijui nitembee na gari gani. Yaani nina magari yasiyokuwa na madereva yako hapo nyumbani. Baada ya mwaka mmoja tu, siku nimetoa. Mwaka mmoja tu, gari 8 zikaingia nyumbani kwangu. 8. Na mimi natamani iwe hivi. Huyu Mungu ambaye namuona anavyofanya kazi, hasa huyu Mungu naye mhubiri, hebu tumwekee nadhiri fulani. Tunaelewana watu wa Mungu? Shika sadaka iliyo bora kwako. Mwambie Mungu, hili ndilo tumaini langu kwako. Nifanyie muujiza. Kuna mtu mmoja katika Biblia anasema hivi. Akawaita wazee wa Kiyahudi akawaambia, mkamuombe aje mponye mtumwa wangu, maana yuko kwenye kufa. Wale wazee wa Kiyahudi walipoenda kwa Yesu wakamwambia Yesu, anastahili mtu huyu mtendee neno hili, maana analipenda taifa letu naye ametujengea sinagogi. Alitoa na siku moja alitamkiwa anastahili. Natamani iwe hivyo kwako. Sema amen, amen. Baba, ninaunganisha kila uhitaji wa mtu huyu kwenye matoleo yake. Kila ombi, kila mahali anapotamani kupafikia.
kwa jina la Yesu. Jibu lake lionekane tangu sasa. Amen. Hebu toka kwenye kiti, njoo hapa mbele. Na kama umechelewa